mwite Mheshimiwa Daktari Regina Christopher Malima, mbunge wa viti maalumu, sasa aulize swali lake. Kaje kuongeza ajira kwa wahitimu wa vyuo kupitia miradi ya kimkakati, viwanda vidogo, vya kati na programu za ubunifu. Swali hili limeelekezwa ofisi ya Waziri Mkuu. Waziri kwa niaba ya ofisi ya Waziri Mkuu. Washa mic. Bismillah. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hii. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Mlezi kwa siku ya leo na siku zote. Vile vile ningependa kumshukuru jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa imani isiyo kifani kwangu kwa kuniteua kuwa naibu waziri wa nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Nimwahidi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mkuu nitafanya kazi hii kwa dhati, ari na uthabiti ili kuleta matokeo, bila kusahau mashirikiano mazuri sana na bunge hili. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningependa kujibu swali zuri la Mheshimiwa Regina Christopher Malima kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inahakikisha wahitimu mbalimbali wa vyuo wanapata nafasi za ajira kupitia miradi ya kimkakati inayotekelezwa nchini kwa miaka hivi karibuni, ambapo zaidi ya ajira 35,000 zilizalishwa katika ujenzi wa reli ya SGR, zaidi ya ajira 10,000 katika mradi wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi ya Afrika na Mashariki, zaidi ya ajira 10,000 katika ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere la kuzalisha umeme, na zaidi ya ajira 1,500 katika ujenzi wa kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato Dodoma, zaidi ya ajira 1,500 katika ujenzi wa daraja la JPM Kigongo Busisi, na zaidi ya ajira 3,000 katika upanuzi wa bandari Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia serikali imetoa mafunzo ya uzoefu wa kazi maarufu kama internship kwa wahitimu 29,902 wa ngazi mbalimbali za elimu, pamoja na kuongeza ujuzi kwa wafanyakazi 19,075 katika sekta za hoteli, madini, usafirishaji, kilimo na usindikaji wa mazao ya kilimo kupitia programu ya taifa ya kukuza ujuzi. Hatua hii inalenga kuwapatia walengwa ujuzi unaoendana na mahitaji ya soko la ajira. Vile vile, serikali imeandaa mwongozo wa taifa wa mafunzo kwa vitendo kwa wahitimu kwa lengo la kuweka utaratibu wa utoaji wa mafunzo ya uzoefu wa kazi kwa wahitimu ambao unatumika kwa waajiriwa wote, sekta ya umma na sekta binafsi. Vile vile, serikali imeandaa mwongozo wa kujitolea katika utumishi wa umma wa mwaka 2020-2025 ili kuweka utaratibu rasmi wa kuwapata na kuwasimamia vijana wanaojitolea katika taasisi za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikakati mingine iliyochukuliwa na serikali inajumuisha kutoa mikopo yenye masharti nafuu, ruzuku kupitia mifuko ya uwezeshaji kwa wahitimu wanaanzisha biashara, na kutoa mafunzo ya ujasiriamali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuwasilisha. Mheshimiwa Daktari Regina Christopher Malima, swali la nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa ni shukuru kwa maswali au nishukuru kwa majibu mazuri ya wizara, na nipongeze serikali kwa sababu kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika katika sekta ya elimu. Kuna mikakati mingi imefanyika na serikali ya awamu ya 6, lakini nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, pamoja na miradi hii ya kimkakati kutoa ajira kwa vijana, je, serikali ina mpango wa kuweka sera au miongozo itakayolazimisha miradi yote ya uwekezaji kutenga asilimia maalum ya ajira za kitaalamu kwa wahitimu hawa wa vyuo? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti,
ninakubaliana na muuliza swali 100% kuwa miradi ya kimkakati imeonyesha uwezo mkubwa wa kuzalisha ajira. Hata hivyo, sera ya ajira zinaelekeza ajira zitolewe kwa ushindani bila kutoa upendeleo. Aidha, serikali kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano inaendelea kusimamia utekelezaji wa sheria ya kuratibu ajira za wageni namba 1 ya mwaka 2015, ambapo pamoja na mambo mengine inaelekeza wafanyakazi wa kigeni, yani wataalamu, kurithisha ujuzi kwa wazawa katika ajira za kitaalamu ili pale kibali cha kazi cha wageni kitakapokwisha mzawa aweze kuchukua nafasi husika. Vile vile, serikali itaendelea kutoa kipaumbele kwa wafanyakazi wazawa katika miradi ya kimkakati kwa nafasi za kazi ambazo utaalamu wake si adimu katika soko la ndani la ajira. Mheshimiwa, nimekuona. Mheshimiwa Injinia Fachili Chilombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimeuliza swala nyongeza kwenye namba 51. 51, tunaendelea. Mheshimiwa, utakuza fadha nyongeza? Endelea. Tambulishe kidogo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Jina langu naitwa Asha Juma Feruzi, mwakilishi nayewakilisha kundi la vyuo vikuu. Naomba kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, je, serikali ina mkakati gani maalum katika kutumia fursa za ajira katika kundi la vyuo na vyuo vikuu kupitia mahusiano ya kikanda na kidiplomasia tulionayo, hasa zile kozi tunazoziita rare professionals? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Serikali kwa kushirikiana na vyuo na vyuo vikuu imeanzisha mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wanaoendelea na masomo katika ngazi mbalimbali za elimu za vyuo na vyuo vikuu na vyuo vya kati, ikiwa ni sehemu ya mtaala ili kuwawezesha kuhitimu elimu katika ngazi hizo. Vile vile, serikali inatoa mafunzo internship yanayojumuisha wahitimu wa ujuzi wa ngazi mbalimbali za elimu, hususan elimu ya juu na kati, ambapo wanapatiwa fursa ya kujifunza kwa vitendo mahali pa kazi. Lengo la mafunzo hayo ni kuwapatia wahitimu ujuzi, maadili ya kazi, uzoefu na kufanya kazi za taaluma zao na kuwawezesha kuajirika. Waheshimiwa, tunaendelea. Swali linalofuata, bado tuko ofisi ya Waziri Mkuu. Nimwite sasa Mheshimiwa Abdul Aziz Mohamed Abud, mbunge wa Morogoro mjini, aulize swali. Lini kero ya barabara za mitaa katika manispaa ya Morogoro ambazo ni mbovu, hususan kata za Bigwa, Mkundi na Lukobe itakwisha? Swali langu namba 51 lipatiwe majibu. Mheshimiwa Waziri.